muzi umurebere hano abona abahungu biwe kandi n'abana biwe kibarabyina. Reba inzoga umukuru yabahaye ngi hano generale mwenyewe kibukira Mutetezi. Ngaba basore ni mubyine cyane kubera turi kuri fete ta kibazo gihari. Ikibazo gihari n'amasasu niyo natwe twadukurikira kandi turagwana dushise kumwisho. Umunyamurenge paka jabuke mu Rwanda nimba atagenda mu Rwanda turamwica bose arafa. Nimuze twicare mu kirambi niyeza Binenyira kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi niyeza Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ninakusalimu msikilizaji popote ambapo unapatikana. Ninakupa karibu kuungana nasi muda mzuri wa kuwatolea habari kutoka Mukirambi TV 1 pamoja na mwandishi wenu Faustin Bziringiro. Leo ni Jumamosi, tarehe 15 mwezi Machi mwaka wa 2025. Ni muda wa kuwatolea taarifa kutoka lugha ya Kiswahili. Karibu sana. Kwa siku ya leo, habari hizi tutaanzia katika eneo hili la Minembwe. Baada ya vita ambavyo vimeshuhudiwa katika eneo hili la Minembwe wiki hii, hata na shambulizi la ndege la kivita kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo limeshambulia uwanja wa ndege hapa Kiziba, Minembwe. Hali ni vipi? Hii ni mmoja wa taarifa ambayo tumekuandalia. Tumekuandalia pia kuhusu kifo cha mmoja wa kamanda wa kundi la waasi la Kimai Mai, yeye Ebwila Mtetezi Tresor, ambaye alikuwa akichunguza eneo la Kipupu, Mikenge, Itombwe kote, yani sekta ya Itombwe tarafani Mwenga, amefariki dunia asubuhi mapema ya usiku wa hii siku ya 5 kuamkia hii siku ya 6 Parweba tarafani Fizi. Asante kufanyia chaguo nzuri msikilizaji wa Mukirambi TV 1. Kwa siku ya leo tukiangalia pamoja kuhusu namna gani livyo hali ya usalama katika eneo hili la Minembwe baada ya shambulizi katika eneo mbalimbali, yani katika vijiji mbalimbali vya eneo hili la Minembwe, nikitaja Biziba, Irumba, Kivumu hata na Kahwera. Hali ya usalama ni vipi? Hali ya usalama kwa sasa ni tulivu, hata na raia hufanya shughuli zao kama kawaida, isipokuwa vita ambavyo vinaendelea kushuhudiwa siku kwa siku milima mirefu ya tarafa la Uvira, Gupema ya Kigoma, huko Lulambo, mahali ambapo waasi wa FDLR, Mai Mai, jeshi la Burundi ambao wanaendelea kushambulia Twirwaneho zidi ya shambulizi na mauaji inayofanya sasa karibuni miaka 7 katika eneo hili, hasa katika mkoa wa Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwake. Raia wa eneo hili hufanya shughuli zao kama kawaida. Asubuhi mapema hii Jumamosi tarehe 15 wamefanya kazi isiyokuwa ya kawaida. Tena kazi isiyokuwa ya kawaida baada ya kukusanya pamoja raia wa vijiji vyote vya eneo la Minembwe na kutengeneza uwanja wa ndege. Lengo la kuharibu uwanja huo ambao unasaidia raia hawa wanaofanya sasa miaka 7 katika hali ya kivita, mauaji ya kimbali hufanyika, unyanyasaji wa hali ya juu bado hujafahamika. Lakini kwa ukweli ni kwamba raia wamejikusanya pamoja ajili ya kutengeneza uwanja huo, ajili ya kupokea misaada kutoka mashirika ya kiutu ya kimataifa. Nikiendelea kuwatolea habari kutoka eneo hili la milima mirefu ya tarafa la Fizi, Mwenga na Uvira, asubuhi mapema ya hii siku ya 6, habari zimeendelea kutamba kwenye mitandao ya kijamii zikieleza kwamba anayekuwa mmoja wa viongozi wa kundi la Kimai Mai eneo la Itombwe, aliyejiita General Ebwila Mtetezi Tresor, amefariki dunia. Mukirambi TV 1 tumejadiliana kupitia njia ya simu ya mkononi na moja wa viongozi wa kundi lake na kutujibu afuatayo. Alianza kwanza akisema yeye ni nani. Kwenye simu naongea pamoja na moja wa viongozi ambao alikuwa anatumika pamoja na marehemu Jemedari Mtetezi. Jambo. Hata kama tumesema kwamba mlikuwa mnatumika pamoja, majina kwanza hata na kazi mnayofanya mzee. Mimi niko kiongozi tu wa mfumo ya PDC. Ndio tumepata taarifa ya huzuni kwamba mmepoteza kiongozi Jemedari Mtetezi, ni kweli? Ndio imekuwa hivyo, tumempoteza mzee hapa. Mzee alikuwa kwenye ziara za kazi. Mimi mwenyewe nilikuwa pa Uvira, ni kuangalia
nguvu kwa ajili ya kuondoa nani adui mwenye yuko pale Minembwe. Alafu yeye amebaki kwenye mapambano, akipambana na adui kama vile mnatua muda wa Jumatatu tunapiga adui pale Kingi. Alafu wanaposhuka barabarani kuchukua vifaa ambavyo alikuwa nazo vilikuwa pale Lweba. Na mara moja yule kama ndo Brown vikosi vyake wanakuja kumkuta barabarani na ukampiga masasi. Mlipiga masasi ilikuwa siku gani, saa ngapi? Ilikuwa jana majioni kama vile saa 10 na saa 10 kumsa. Wapi hapo? Ilikuwa wapi? Lweba kwenyewe. Mtapata nguvu gani ijapokuwa kiongozi wenu wa kivita anafariki dunia? Mvumaiko kiongozi amefariki ni mtu. Na sisi ni majeshi bwana, tutapigana tu. Taarifa tunazo ni kwamba alikuwa akijelekeza huko kujikusanya pamoja na jeshi la FARDC ajili ya kuongeza nguvu la kushambulia eneo hili ambalo linasema. Ni kweli ama ni uongo? Yeye pamoja na FARDC hawakuanza leo, yeye ni mtu ambaye anatumika na FARDC kila siku kama vile watu wengine na kama vile viongozi wa wengine wanajua. Alafu yeye alikuja kukusanya na vyombo vyake vitendea kazi ili aende atimu ya adui kwenye eneo za Mikenge na Minembwe. Ndipo amekutana na wale mwingine adui ni Mkongomani, adui ni Mkongomani bwana. Sasa mnajiandaa vipi ama mnaandaa nini ajili ya kuziba hilo pengo ambalo ama la kumrudilia kazi? Ni nani ambaye mtamweka? Pengine amejiandaa ama mmeandaa? Hiyo ni siri ya kijeshi. Lazima mtajua baadaye. Kwamba baada ya kifo chake huko Baraka kumeripotiwa vurugu, ni ukweli ama ni uongo? Kama ni ukweli, hali iko namna gani kwa sasa kwa upande wa raia? Unajua ni yeye alikuwa kiongozi number 1, alikuwa kiongozi number 1 na wakati amekufa baada ambapo alipokuwa fasi ya vita. Unajua kama vijana lazima watomboke, lakini tumejaribu kuwatuliza mpaka sasa hivi wametulia, hakuna tena ghasia. Mazishi yake mnapanga vipi? Tunaita wengine wanakuja wangani jiani, na tunajua ni kiongozi mkubwa sana. Sio mtoto wa kuuliwa leo na leo anazikwa pale. Kumbuka vizuri kwamba kamanda huyu aliyefariki wa kiundi la Kimai Mai ni mmoja mwa watu waliohusika katika unyanyasaji mkubwa wa raia wa Itombwe kutoka kabila ya Kinyamurenge, mali yao kuporwa, kunyanyaswa na kupigwa vikali viboko, hata moto nyumba zao. Asante sana wasikilizaji, hapa ndipo tunaweka nukta mwisho kwa habari hizi kutoka Radio Mukirambi TV1. Asante, kwaherini. Mtangazaji alikuwa Faustin Bziringiro kwa siku za usoni.